zangu katika iman, kwanza kabisa niwahusie kwa mara ya pili, pamoja na kuhusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Usiku maratan thania bitaqwallahi taala wa ta'ati. Anwani ya mada ad-dunya waraka wal akhiratu waraka. Dunia ni makaratasi na akhira ni makaratasi. Inawezekana tumetumia muda mwingi sana kutoa maelezo, lakini inatokana na sisi wenyewe. Yani mtu mpaka saa 6:50 watu msikitini hawajajaa, watu msikitini bado wachache, unashindwa nipande vipi katika mimbari nimhutubie nani, niseme na nani? Hivyo basi tunalazimika kurefusha kwa sababu ya kuchunga watu pia vile vile. Ad-dunya waraka, kule kuchelewa kwako katika hutuba kunaandikwa shehe, na kule kuwahi kwako kunaandikwa shehe. Ad-dunya waraka, dunia ni makaratasi ndugu yangu katika imani. Kuna kitu cha kiufundi kidogo ambacho asubuhi nilikizungumza. Mwanadamu al-insanu nau'an, mwanadamu ni sempuli mbili, mwanadamu ni aina mbili tu. Ima mwanadamu atakuwa ibara, ima atakuwa ni qudwa, ima atakuwa ni mazingatio, ima mwanadamu atakuwa ni kiigizo. Inawezekana ukawa hujanipata pia vile vile. Misemo hii miwili ni maneno ya Kiarabu. Ibara ni mazingatio, qudwa ni nini? Ni kiigizo. Lakini inawezekana ikawa ibara ni mazingatio, tukaiweka katika nini? Katika waraka, tukaiweka katika karatasi. Karatasi gani? Ambalo lipo mkono wa kushoto. Lakini tukaichukua qudwa ambacho ni kiigizo, tukakiweka katika waraka. Waraka gani? Ambayo ipo mkono wa kulia. Tunasema hivi, mwanadamu ni aina mbili. Aina ya kwanza ni mazingatio, ibara. Mazingatio haya wanawachuoni wamejitahidi katika kuyaeleza nani maisha ya Firaun. Firaun alikuwa ni katika watu ambao mamemba sana ulimwenguni, wamefanya maisha yao, akawa anajiita yeye ni Mungu. Alipofikia hatua ya kujiita yeye Mungu, Mwenyezi Mungu akataka amuoneshe kwamba wewe huna lolote, wewe ni fidodilo tu. Akampelekea mitume. Mitume ile ilikuwa inamlingania, lakini anasema sitaki, mimi ndio kila kitu hapa. Na ilikuwa anafanya matukio, Mwenyezi Mungu anamdhalilishia. Siku moja akatengeneza mnara wake mkubwa, kapanda juu ya mnara kama hivyo, akachukua mshale akapiga juu ya mawingu. Ule mshale umerudi una damu. Akasema haya, Mungu nyinyi mnasema yuko mbinguni, si ndio? Allahu ala al-arshi istawa, Mungu yuko mbinguni. Mshale umerudi na damu, Mungu ni shaua. Watu wake wakawa ndo wanamkubali kwamba huyu ndo Mungu wetu. Siku moja bwana kaingia chooni, anatoka kukidhi haja kubwa, toka kupiga kinyesi chake, wamemsukia bwana watu wake. Hasa Mungu gani atoka chooni she? Nasema nilikuwa naomba mende hawa, na unaona nipo katika kazi ya kuomba. Inna lillahi, yani ni mjinga. Hasa mjinga, njia ya kumkamata ni fupi sana. Mwenyezi Mungu anataka amtengeneze kwamba huyu Firauni ni ibara, ni mazingatio kwa wale watakaokuja. Kapinga, akasema ana rabbukumul a'la, sijui na nini. Mwenyezi Mungu anasema maisha ya Firauni ya upingaji katika Qur'ani, asema inna fi dhalika la ibaratan liman yakhsha. Sehemu ya ushahidi, inna fi dhalika la ibara. Haya maisha ya Firaun kuna mazingatio. Kwa hiyo ukichukua ibara kwa Firaun, tutamwandika katika waraka gani? Tutamwandika maisha ya Firaun katika waraka wa madhambi. Ad-dunya waraka, dunia ni makaratasi. Tumempata mwanadamu wa kwanza ambaye anaitwa ibara. Na wewe ujiangalie, tuko pamoja? Mzee wa ng'ombe, jiangalie uko wapi? Uko katika ibara, uko katika qudwa? Qudwa ni nani?
Ikiwa ibara ni Firaun, qudwa ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Njia yoyote utakayotaka kusoma kila tilawataini asahu, imekuwa kwenu nyinyi huyu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni kiigizo kilichokuwa kizuri. Kwa hiyo qudwa ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunayachukua maisha ya bwana mtume tunayaishi, alafu tunakwenda kujitengenezea karatasi kubwa, dunia waraka. Lile karatasi letu lijazwe mambo ya mtume ambayo umeyafanya wewe.